wa kumudu soko la ajira, serikali ya Tanzania imeweka mikakati mbalimbali ambayo itamwezesha kijana kumudu soko hilo, ikiwa ni pamoja na kujenga shule za michezo. Frank Kashonde ameandaa taarifa kamili. Akitangaza miradi ya maendeleo inayotekelezwa mwaka 2025-2026 katika wizara hiyo leo Disemba 10 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kwamba zitajengwa shule za vipaji maalum ili kuwapa fursa wanafunzi ambao hawana uwezo kumudu masomo ya kawaida. Aidha, amebainisha kwamba ili nchi iendelee lazima uwekezaji mkubwa ufanyike katika maeneo muhimu hasa ya sayansi, teknolojia na ubunifu, ambapo amesema kwamba kulitambua hilo serikali imeweka msisitizo zaidi kwa wanafunzi katika kusoma masomo hayo ya sayansi. Profesa Mkenda pia amebainisha kwamba chini ya maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kila mkoa umejengewa shule ya sekondari ya wasichana ya sayansi, huku mkakati ukiwa kujengwa nyingine za wanaume. Hasa ya mali yanaanza kidato cha kwanza. Tutakuwa bado na shughuli mbalimbali za ujuzi shule za msingi. Lakini swala kwa mfano la kuwa na shule za watoto wenye vipaji maalum, kwa mfano michezo. Wenzetu wanaanza kucheza michezo kama unaonekana na kipaji cha mpira wa miguu, wakati mwingine unaanza kwa umri mdogo sana, ule umri ambao wakati mwingine sisi yuko shule ya msingi. Hilo swala na leo linaangaliwa, na mnajua zitajengwa shule za michezo hapa nchini. Kwa hiyo tutakuwa na namna ya kuabsorb. Hakuna namna ya kukwepa. Na mitaala hii ni nyumbufu, flexible. Kuna namna mbalimbali za kuweza kuadopt na muda na vitu ambavyo vitaibuka mbele ya safari, lakini la vipaji maalum ni muhimu sana. Ameongeza kwamba ni maagizo ya Rais kuhakikisha vijana wote wenye uwezo wa kusoma masomo ya sayansi wanasomeshwa kwa gharama za serikali ili waendelee kusoma masomo hayo bila kuyaacha. Pamoja na mikakati mingine, Waziri Mkenda amesema kwamba vijana wengi watanufaika na mikopo, hasa baada ya wizara hiyo kuongezewa bajeti yake kufikia zaidi ya bilioni 9. Lakini sekta ya elimu haikusahaulika. Kwa wakati ule nilitaka kuelezea fursa ni vitu kama hivi. Kwa ongezeko hili la bajeti ambalo naamini litaendelea kuongezeka, itatusaidia. Na kwa vijana, nirudie, unufaikaji mkubwa ni kwenye mikopo. Sasa najua kuna watu bado wanatuma message mikopo nini, tunaendelea kufanyia kazi kama mtu hajapata mikopo. Lakini kwa nyongeza ambayo tumeipata kutoka bilioni 4.64 mpaka sasa hivi tuko kwenye bilioni 9 na kadhalika, tunaenda kwenye trilioni. Wanufaika ni wengi zaidi. Idadi ya wanafunzi haijaongezeka kwa kasi ya ongezeko la mikopo ya wanafunzi. Kwa hiyo kwa kweli tutaenda vizuri na tutajitahidi bila safari. Tuna maelekezo ya Rais wetu. Frank Kashonde, EITV. Shukrani sana Frank Kashonde, na tumechukua neno la Kiswahili baada ya kusema flexible, sasa unasema nyumbufu. Tuelekee